Leo hii tunaposhuhudia utiaji wa saini wa mikataba ya upelekaji wa huduma za mawasiliano katika awamu ya 10, mradi ambao tunautekeleza kupitia serikali kwa kushirikiana nanyi watoa huduma za mawasiliano ili kufikisha huduma za mawasiliano katika kata 201 katika vijiji 263 kote nchini kwa gharama ya ruzuku ambayo inatolewa na serikali ya bilioni 19.7. Kwa hakika itasaidia sana wananchi wetu wa maeneo mbalimbali vijijini zaidi ya milioni 2.7. Ni kiwango kikubwa na idadi kubwa sana ya wananchi. Wewe ujiulize, idadi yote hiyo ilikuwa haina mawasiliano. Itakapopata mawasiliano ni nini na athari gani chanya zitakazoweza kupatikana? Kwa hiyo tunawashukuru sana, niwapongeze wote na naamini tutaweza kwenda pamoja. Nimesikia changamoto takriban 4 zilizotajwa zilizoleta changamoto katika utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa minara ile 758 katika awamu ya 8. Changamoto ya kwanza, vibali. Mlolongo katika upatikanaji wa vibali katika halmashauri zetu, lakini katika mamlaka zingine ikiwemo TAMISEMI, TAWA, TCAA, NEMKI, TRC, TANESCO, REA, TFS, TARURA na kwa wengineo. Bahati nzuri na sisi kwingi tumepita huko katika kuhudumu. Niwahakikishie mimi pamoja na naibu waziri na uongozi mzima wa wizara kupitia katibu mkuu tutafuatilia kwa karibu ili ikiwezekana na sisi tufanye facilitation role kwa upande wetu kuweza kusaidia ku kickstart huu mchakato ili tuweze kumaliza ndani ya muda. Tunajua kwenye mikataba hii mmepewa utekelezaji wa miezi 15. Mimi nilikuwa natamani ningeambiwa 3, lakini nikasema nitaupitia huu mkataba vizuri. Tuangalie hivi vichangamoto 4 tunafanyaje ili katika utekelezaji wa mradi huu wa awamu ya 10 tuweze kuondokana nazo. Lakini changamoto ya pili, upitikaji wa barabara. Na kwenye pia tutawasiliana na wenzetu wa TARURA waweze kuona namna gani wanatusaidia ili katika maeneo yale ambayo tunatekeleza mradi huu wa awamu ya 10 basi barabara zipitike ili kuweza kupitisha vifaa na kuweza kutekeleza mradi huu na kuujenga vizuri. Lakini ya tatu, kwa upande wa REA vile katika upatikanaji wa umeme na mambo mengine, na kwenye pia tutawasiliana na REA ili watusaidie kukamilisha kwa wakati. Lakini ya mwisho, kwa taasisi zingine zote 4 zilizotajwa, tumesikia gharama ikiwemo tunaposimika minara. Nimetolea mfano wa nyumba ya Mungu, mnalipa mpaka gharama ya milioni 40 kwa mwezi, na kwenyewe tutaenda kukaa na naomba ninapokuja huko basi kila mmoja changamoto ambazo anaona yeye kama NMO anapambana nazo niweze kupata matrix hiyo ili tuweze kuona kampuni moja baada ya nyingine inapitia changamoto zipi, lakini zile zigeza kwa ujumla kama consortium nazo niweze kuzipata, ikiwemo pia na za masuala ya kodi, masuala ya kisheria, masuala ya kisera, ili tutakapokuja basi kwa uchache niweze kupata highlight hizo. Lakini pia na Januari ni pale sasa andiko kamili ambalo nami nitatembea nalo kwa ajili ya kujenga hoja serikalini kwa niaba yenu.